Happy Labour's Day, wapenzi watazamaji. Je, una lipi la kusherehekea hii siku ya wafanyakazi? Je, kama wewe mfanyakazi, una lipi la kusherehekea? Je, serikali imeweza kutimiza ama imeweza kufanya kazi itakayokufanya wewe kuweza kusherehekea siku ya wafanyakazi? Sema nasi. Ladies and gentlemen, kulingana na taarifa ambazo niko nazo, ninaelezwa kwamba mkutano ulioitishwa na Rais William Ruto siku ya Jumatano tarehe 30 mwezi uliopita wa Aprili mwaka 2025 katika ikulu ya Nairobi, ambapo Rais William Ruto alikuwa anatazamiwa kupatana na viongozi kutoka kaunti ya Meru, uliahirishwa dakika za mwisho baada ya viongozi MCS wabunge kutoka Meru kukataa kuitikia wito wa Rais Ruto kufika ikulu kuu kwenye mkutano. Tunaelezwa kwamba badala yake baadhi ya viongozi walikutana na Rais William Ruto siku ya Jumanne tarehe 29 Aprili usiku na kuelezea kutoridhika kwao na miradi hiyo ambayo William Ruto aliweza kuahidi kipindi cha kampeni, hali inayodaiwa kuwa chanzo cha mvutano kati ya utawala wa Kenya Kwanza na viongozi wa kaunti ya Meru. Mfano, mwakilishi wadi mmoja aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa alisema kuwa mkutano ambao ungeleta pamoja viongozi zaidi ya viongozi 500 uliahirishwa ili kuruhusu kukamilishwa kwa miradi ambayo Rais Ruto aliweza kuahidi. So unasikiliza ama unasikia viongozi hao walisusia kwenda State House, wakasema kwamba wataenda State House kwenye mkutano wa Rais Ruto siku ambayo Rais Ruto atakamilisha miradi ambayo aliweza kuahidi. Mfano, alisema hivi: kuna kelele nyingi kwa sasa kuhusu miradi na ilikubaliwa kuwa rais atakutana na viongozi wote mara tu itakapotekelezwa, alisema mwakilishi. Ladies and gentlemen, rais anaitisha mkutano wa kaunti ya Meru. Viongozi wa kaunti ya Meru wanasusia mpaka serikali inaahirisha mkutano ambao rais alikuwa ameitisha, ili sije kaonekana kwamba ameweza kukataliwa. William Ruto akaweza kumuita gavana, seneta wa kaunti ya Meru na viongozi wachache wakapatana na yeye upande wa State House siku ya Jumanne usiku, na mkutano ulikuwa unatazamiwa kuja kufanyika siku ya Jumatano tarehe 30. Hawakuenda. Ladies and gentlemen, sitaki nikudanganye. Why do you think the Meru leaders refused to attend President Ruto's planned meeting at State House? Happy May, ninawatakia mwezi ambao uko na mibaraka. Kama wewe ni mgeni kwenye kituo chetu cha nambari 1 cha Kenyan Media, tafadhali chukua sekunde yako 1, 2, 3. Jenga kituo hichi kwa kuweza kubonyeza kengele. Jenga kituo hichi kwa kuweza kushare kuelekea kwa grupu 1, 2, 3. Tuendelee kukaa familia kubwa. Karibu tusonge mbele. Reason number 1. Tunaelezwa kwamba iliyoweza kufanya viongozi hawa kususia mkutano ambao Rais Ruto aliweza kuitisha, it is because of unfulfilled campaign promises.
kuna barabara ambazo Rais Ruto aliweza kuahidi kwamba atazijenga, ataziunda, lakini hakuunda. Mfano, tunaambiwa kwamba mkutano ulioitishwa Jumatano Aprili tarehe 30 mwaka 2025 katika ikulu ya Nairobi, ambapo Rais William Ruto angekutana na viongozi kutoka kaunti ya Meru, uliahirishwa dakika za mwisho kutokana na malalamishi kuhusu miradi iliyokwama. So kuna baadhi ya miradi ambayo Rais Ruto aliweza kuahidi kwamba atafanya kipindi cha kampeni, lakini hadi sasa hivi miradi hiyo imekwamia njiani. So viongozi hao wakasema kwamba wataenda ikulu siku ambayo ile miradi itakapokuwa imekamilika. Hawaendi ikulu kufanya mikutano na Rais Ruto saa ambayo miradi hiyo haijaweza kufanyiwa kazi. Namba 2, kitu ambacho kiliweza kufanya viongozi hao wakasusia mkutano wake Rais Ruto ni kutokana na kwamba kuna ukosefu wa hali ya kiusalama katika kaunti ya Meru. Meru kumekuwepo na kilio kuhusu mashambulizi ya wizi wa mifugo ambayo yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 20 katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. So kipindi cha Rais William Ruto ambacho amekuwa mamlakani, zaidi ya watu 20 wameuawa kwa sababu ya utovu wa usalama katika kaunti ya Meru. Majambazi, wezi wa mifugo wanawashambulia wananchi na kuwaua. That is the reason as to why iliweza kusababisha wakakosa kufika kwenye ule mkutano ambao Rais Ruto alikuwa ameitisha upande wa ikulu kuu ya Nairobi. Hauwezi ukatuahidi kwamba utaimarisha usalama alafu hujaweza kuimarisha usalama, unahitaji tuweze kufika kwenye mkutano. Haiwezekani. Namba 3, wakulima wanasema kwamba zao la miraha limeweza kushuka bei, na hiyo ndio sababu ambayo iliweza kufanya wawakilishi hawa wakakataa kufika kwenye mkutano wa Rais Ruto. Cash crop ya kaunti ya Meru ni miraha, na chini ya utawala wa Bwana Ruto miraha imeweza kushuka bei. Tunaelezwa kwamba Rais Ruto pia anakabiliwa na upinzani kuhusu kushuka kwa bei ya miraha kutokana na mtandao wa watu wenye ushawishi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. So kuna cartels ambao wako katika uwanja wa ndege JKIA, wale ndio wanaamua bei ya miraha. Hiyo ndio imeweza kufanya viongozi wengi hawataki kuhusiana na William Ruto, hawataki kufanya urafiki na William Ruto kwa sababu ameshindwa kuimarisha bei ya zao la miraha, na miraha inapandwa sana na watu wa kaunti ya Meru kama cash crop. Watu wengi wanapanda miraha, wanauza miraha kuweza kuwachukulia watoto wao shuleni, kuweza kujengea nyumbani kwao. So kipindi ambapo miraha inashuka bei, huku upande mwingine wananchi wa majani chai wanapokea mshahara bonus mzuri, wao wanakasirika. Number 4, I think it is because of Rigathi Gachagua impeachment and the ground that made the Meru leaders to reject President Ruto's meeting. Tangia Gachagua alipoweza kuondolewa mamlakani, ground ya Bwana Ruto imeweza kushuka sana eneo la Mlima Kenya. Na nielewa mpenzi mtazamaji, na ground imeweza kumkataa Rais Ruto, na imefika mahala ambapo viongozi ambao wanahusiana na Rais Ruto wanaonekana kwamba huenda wakakataliwa uchaguzi wa mwaka 2027. Sijui wazo lako ni lipi kuhusiana na huu mkutano ambao Rais Ruto aliweza kuitisha ikulu kuu ya Kenya, ila viongozi wakasusia kufika pale kutoka kwa kaunti ya Meru, ambayo iliweza kusababisha Rais Ruto kufanya kikao na viongozi wachache sana. Mwakilishi mmoja aliweza kutueleza kwamba mkutano ule ungeweleta pamoja zaidi ya viongozi 500.
lakini viongozi hawakufika 500, walienda wachache baada ya mkutano ule kuonekana kwamba umeweza kusambaratika. Sijui wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Toa mchango wako wa maoni na rejea na mengi tena zaidi. God bless you, God bless our channel. Happy new month, na watakia afueni njema, na watakia kazi njema mwezi huu wa 5.